الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. tunajua kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam mtume wa mwisho kuja ndiye atakayehitimisha ulimwengu, khatamul anbiya wal mursalin. Lakini kabla yake wamekuja mitume wengi, lakini najua kwamba waliotajwa sana katika Qur'ani Nabii Ibrahim na vizazi vyake. Nabii Ibrahim kwa upande wa Ishaqa, Yaqub kwa upande wa Ishaq kaja Yaqub na Yusuf na Suleiman wa Ayub wa Daud wa Dhulkifli na wengi wengineo wa Musa wa Harun, wakawa vizazi vya Ishaq kwa upande wa Ishaq. Ama upande wa Ismaili tunajua kwamba ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam peke yake. Katika mitume waliotajwa sana katika Qur'ani na baada ya Nabii Ibrahim ni Musa, na tunajua Musa unzilat ala Musa alayhi salam alwasaya al-ashr, nasaha kutoka kwa Mwenyezi Mungu au amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu, maelekezo. Sisi tunasema alwasaya al-ashra, wazungu wanazo wao pia wanaofuata Biblia wanasema the Ten Commandments, lakini sisi hizi alwasaya al-ashra kwa mujibu wa Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam unategemea amri ya mwanzo itakuwa nini. Amri ya mwanzo kabisa kuliko kila kitu itakuwa nini? الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. أمر يكون معبود الله peke yake bila la kumshirikisha na jambo lolote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illa Allah. Kwa hiyo kauli hii kwa mitume wote wameambiwa hivi, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun. Umma wote kuanzia Adam mpaka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wote umma mmoja, maamrisho yake kutoka kwa Mola mmoja, wa ana rabbukum, mimi Mola wenu, fa'buduni, abuduni. Yani qulu la ilaha illa Allah, semeni hakuna anastahili kuabudiwa kwa haki illa Allah. Walislamu ya'muru bi'ibadati Allahi wahdahu la sharika lahu. Uislamu unaamrisha kumwabudu Allah peke yake wala kutokumshirikisha na yeyote na chochote. Naam. Katika wasaya zilizokuja za Musa alayhi salam, النهي عن الحلف بالله كاذبا, inakataza kuapa kwa kutumia Allah kama ndo kigezo chako na nini na tegemeo lako kwa jina la Allah, na hapa alafu kwa kiapo kile cha uongo. Abadan. Walislamu yad'u ila sidq, ukilinganisha alipoulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Muislamu mu'min anazini, asema naam, mu'min anafanya hichi, naam, na alifanya mu'min asema uongo, akasema la illa al-kadhib. Kadhib, uongo kabisa hasemi, haruhusiwi kabisa. Walislamu yad'u ila sidq. Naam. Alafu nyingine الأمر لتاتو الأمر بالمحافظة على السبت يوما للعبادة كاملة. واو نبي موسى katika maamrisho aliyopewa ni kuihifadhi siku hii iwe kwa ajili ya ibada tu siku nzima, siku ya Jumamosi. Lakini sisi wa nahnu na'budu Allah kulla yawm, tunaabudu Allah kila siku. Naam.
Imekuja pia katika alwasaya na nasaha za Mwenyezi Mungu kwa umma wa Nabii Musa alayhi salam, al-amru bi ikrami al-ab wal-um, ameamrishwa kuwakirimu baba na mama. Na ukitizama walaqad awsana Allah, Mwenyezi Mungu ametuhusia mausia yaliokuwa makali kabisa fi al-Qur'ani kwa jambo hilo. Mwenyezi Mungu amesema wawasaina al-insana biwalidayhi, wawasaina al-insana biwalidayhi husna. Naam. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فهو hilo pia Mtume صلى الله عليه وسلم amamrisha jambo hili. Bali Uislamu wayad'una ila ta'ati alwalidain wa ikramihima, yad'una ila ta'ati alwalidain wa ikrami alwalidain, tuwatii na kuwakirimu kwa kila njia takrima. Jana nilisikia mtu mmoja anasema huyo alim katika maulama wakubwa anakuja anamuuliza babu yake ati vipi masala kadha wa kadha kadha, na babu yake taban mwenye ilmu pia akaambia hilo jawabu yake kadha wa kadha wa kadha, shukran. Akaambia baadaye yule aliyekuwa naye akaambia hivyo wewe jambo hilo hulijui hata kwenda kumuuliza babu yako? Akaambia la wallahi nalijua vizuri sana, lakini namuuliza kumpa heshima yake, haisi bado wewe anafaa, bado anaweza kutoa jambo katika jamii, akahisi kwamba mimi bado ninategemewa, inamtia furaha yeye anajua, lakini kamuuliza kama kumpa heshima yake kwamba mimi nimemuuliza na yeye kanijibu na yeye anafurahi, kaniuliza mjukuu wangu mimi na nimemwambia jawabu. Subhanallah, zama hikma za watu wengine. Kwa hiyo kuwakirimu wazee na wazee wa wazee pia ili muhimu sana. Na katika wasaya al-ashra aliopewa Nabii Musa maarifatu anna Allah wahdahu huwa alladhi yu'ti wa yamna, ya kujua ni kwamba Mwenyezi Mungu peke yake ndio mwenye kutoa kila kitu na mwenye kuzuia na kukataza kila kitu. Akizuia Mwenyezi Mungu hakuna anayetoa, na akitoa Mwenyezi Mungu hakuna anayezuia. La mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta. Kadhalika sisi tunasema neno hayo ametufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tukishamaliza kusali nasema astaghfirullah 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 mara 3. Tukishamaliza kusali na kusema astaghfirullah tunasema nini? Allahumma anta salam wa minka as-salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram birahmatika ya arhamar rahimin. Halafu tunasema nini? Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa' dhal jadd minka al-jadd. Naam, la mani'a lima a'tait, hakuna yote anaweza kuzuia yule unataka kumpa, wala hakuna mwenye kuweza kumpa yule unataka kumzuia. La mu'tiya lima mana'at wa la yanfa' dhal jadd minka al-jadd, hakuna yote anataka kufanya msaada yote kwa jambo lote, hakuna, yote lazima itoke kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo kujua kwamba Allahu wahdahu huwa alladhi yu'ti wa yamna, mwenye kutoa na mwenye kukataza, mwenye kuzuia. Zimekuja katika nasaha na wasaya za Musa alayhi salam kwamba la taqtul, siwe, walislam naha anil qatl, na Uislamu kwa jumla imekataza kabisa haram kumua mtu bure. Katika nasawasaya za Musa aliopewa imetoka amri la tazni, usizini. Wa nahnu na'rif anna al-islam harrama dhalik, na sisi tunajua kwamba Uislamu imeharamisha jambo hilo. Katika nasaha na wasaya alizopewa Nabii Musa alayhi salam kuwafundisha umma wake, anaambiwa la tasriq, la tasriq, usiibe. Na tunajua kwamba katika Uislamu
يد السارق تقطع في الإسلام. يد السارق تقطع، mkono wa mwizi ukatwa katika Uislamu. Nabii Musa amepewa amri na Mwenyezi Mungu, la tashhad zur, la tashhad zur, usitoe shahada ya uongo, ya udanganyifu. Unatoa shahidi kumbe uongo, inakatazwa katika sharia. Musa amekatazwa hilo. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم إياكم وشهادة الزور، إياكم وشهادة الزور، mjiepushe sana na shahada ya uongo, mjiepushe sana kutoa shahidi kwa jambo la uongo kabisa. Ukifanya hivyo inakuwa unampa haki asiyostahili kupata haki, na unamdhulumu haki yule mwenye kustahili haki yake. Huo ndio ubaya wa shahadatu zur. Unapotoa shahidi utamnyima yule mwenye haki na utampa yule asiyekuwa na haki, na hili jambo baya sana. Na hasa ikiwa jambo jingine kubwa zaidi, basi imekuwa dhulma kubwa umepitisha kwa yule aliyedhulumika, na umempa faida yule aliyefanya kosa kubwa kwa kushuhudia kwamba yeye hajafanya jambo mfano na hali amefanya. Naam. Alafu katika sheria namba 10 iliyotajwa katika nini, katika wasaya Musa alizopewa, la tamuddanna aynayka ila baiti sahibika au imraatihi au abdihi au thawrihi au himarihi, usinyoshe jicho lako ukalipeleka katika nyumba ya sahibi yako au mkewe au mtumwa wake au hata ng'ombe wake au punda wake. Yani usiguse kitu cha jirani yako, kuanzia mke, mtumwa wake, hata mali yake, ikiwa wanyama kama ng'ombe au hata punda. Haya yote yamekatazwa katika sheria ya Musa alayhisalam. Na وقد جاءت هذه الوصايا العشر، hizi wasaya 10 hizi wasia na nasaha na amri za Mwenyezi Mungu في القرآن الكريم. Tazama tunasoma ili tufahamu hizi wasaya 10 zimekuja sehemu gani. Tunasema katika Qur'ani, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a, kataza ushirikina. وبالوالدين إحسانا، وفنيا ما ذي. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، msiue watoto wenu kwa kuogopa ufakiri, sisi tunaruzukuni nyinyi na kuruzukuni na wao. Wala taqrabu alfawahisha ma dhahara minha wa ma batan, usisogee kwenye machafu na maovu yalikuwa dhahir au hata yalofichika. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا msiue nafsi ambayo Mwenyezi Mungu ameharamisha ila kwa haki yake kuuliwa. Naam. Dhalikum wasaakum bihi la'allakum ta'qilun, hivi ndivyo Mwenyezi Mungu alivyokuamrisheni na kukuhusieni, hasa mkatumia akili mkaona amri hizi kwa nini Mwenyezi Mungu ametuamrisha. Alafu ikaja katika aya nyingine, wala taqrabu mala al-yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah, wala msisogelee mali ya yatima, msije mkachukua katika mali zao mayatima mkala, ila kwa jambo lilokuwa jema kwa kuwafanyia, hilo hapana neno. Hatta yablugha ashuddahu, mpaka unapofika umri wa kuwa na akili zao tamam, alafu mnakabidhi mali yao. Alafu aya nyingine inasema, wa auful kaila wal mizana, na mtekeleze vipimo na mizani mnapopima, msiwapunje watu katika kupima, kama ilivyokuja wailu lilmutaffifin alladhina idha iktalu ala an-nasi yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Sio mutaffifin, wale wao mutaffifin alladhina idha iktalu ala an-nasi yastawfun, wanapokwenda kununua wao kwa jumla
kwa watu wanataka alwafaa, kukamilishiwa kila kitu watimiziwe. Wa idha kaluhum au wazanuhum, wanapopima alkaila wal mizan, vipimo vyao, yukhsirun, punguza wapunja watu wao. Wanaponunua kwa jumla wanataka kwa ukamilifu na nyongeza, bali wanapowapimia wao wanapunguza. Itakufaa nini kile kidogo unachoanyang'anya wale watu unaowapimia? Kwa hivyo wauful kaila, watimizisheni vipimo vyao watu unapowapimia vitu, ndio mizani na mizani. La nukallifu nafsan illa usaha, jambo tumkalifishi mtu ila kwa kadiri ya uwezo wake, ajitahidi kutokudhulumu watu. Halafu pia nakuja katika aya nyingine, wa idha qultum fa'dilu walau kana dha qurba, na mnaposema jambo basi mseme kwa uadilifu, umpe kila haki yule mwenye haki yake. Usimdhulumu mtu kasema huyu jamaa yangu, huyu ndugu yangu, huyu mtoto wa mjomba wangu, huyu si nani, ukampendelea yeye katika ushahidi wako, ukatoa ushahidi wa uongo. Wa idha qultum, mnaposema jambo, fa'dilu, mseme kwa uadilifu, mseme kwa kweli, kwa ilivyo hasa. Walau kana dha qurba, hata ikiwa jamaa yako, usimpendelee, sema ukweli tu. Mwenyezi Mungu kama alivyosema kwamba nini, inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha, Mwenyezi Mungu anakuamrisheni mtoe, mwapelekee amana za watu kwa watu wenyewe, wapelekee. Wa idha hakamtum baina an-nasi, na mnapohukumu baina watu, an tahkumu bil adl, mhukumu kwa nini? Kwa uadilifu. Naam. Kwa hivyo wanasema wa idha qultum fa'dilu walau kana dha qurba, mnaposema mseme kwa uadilifu hata ikiwa ni jamaa yako karibu. Wa bi ahdi llahi awfu, na ahadi mlioweka kwa ahadi ya Mwenyezi Mungu, mlioahidiana na Allah, basi tekelezeni ahadi zenu, mtekeleze wajibati na maamrisho yake, na mjiepushe na makatazo yake. Lazima ahadi ya Allah mtekeleze. Wa bi ahdi llahi awfu dhalikum wasaakum bihi la'allakum tadhakkarun, hivi ndivyo waliokuhusieni Mwenyezi Mungu hasa mkakumbuka. Kwa hivyo tunajua sisi Musa alayhi salam, hizi ni wasaa al-10 mshazungumzia. Kwa hivyo kuna jambo moja kwamba Mwenyezi Mungu amempa heshima mtume Musa kwamba azungumze naye. Kallama Musa alayhi salam rabbahu, Musa alayhi salam amezungumza Mola wake. Basi Musa alipopewa fursa hii akamwambia Mola wake, Rabbi arini anzur ilayka, hebu nionyeshe nipate kukuona. Hapo fursa ya kuzungumza na Mola, akataka kumuona kwa jinsi wafuasi wake walivyomtia maneno, mwambie Mola wako, mwambie nataka tumuone, mwambie nataka kumuona. Bwana haonekani, awe mwambie tu. Amemtia pambo mpaka nini, akasema Rabbi arini anzur ilayka. Yuridu Musa an yuri rabbahu alladhi ahabbahu hubban shadida, anaona Mwenyezi Mungu amenipenda sana, basi naye pia anataka kumuonesha kwamba nini, kwamba mimi mapenzi yako nimefurahikiwa sana, basi yatimize mapenzi yako nipate kukuona. Lao zama binadamu ukweli wa mambo mpaka ueleze na mwenyewe Mwenyezi Mungu. Mtume kishasemezwa, si bado ni Mungu ni kuona tu ya Mola, au sio? Lakini hajajua kwamba kumuona Mwenyezi Mungu jabali ya kutaweza kustahimili itakuwa binadamu. Subhanallah. Kwa hivyo faqala lahu rabbuhu lan tarani, utaniona kabisa. Sura al-A'raf aya 143. Lianna ru'yat Allah ghair mumkina, kumwona Mwenyezi Mungu sio mumkin, haimkiniki kabisa. Fi dunya naam, haimkiniki. Wa amma yawm al-qiyama fa innal mu'minina yarawna rabbahum subhanahu wa ta'ala, siku kiyama waumini watamwona Mola wao. Wadhālika kama jaa fi al-akhbar al-mutawatira, hadithi nyingi na maelezo mengi yamekuja kuhusu kumwona kwa Mwenyezi Mungu.
ingawaje baadhi ya madhehebu wanakataa kwamba Mwenyezi Mungu haonekani la duniani wala siku ya kiyama. Naam, lakini Mwenyezi Mungu akamwambia walakin انظر ila aljabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, tazame jabali, mimi nuru yangu ndogo tu nitaipiga kwenye jabali, utazame lilovunjika jabali. Kama jabali litatulia basi ndio utaniona. Maana yake nini? Kwamba hutoniona kabisa. Wakati mwingine qaul inapokuja fa in istaqarra kama hivi walakin انظر ila aljabal, itazame wewe jabali, fa in istaqarra makanahu, kama jabali litatulia pale pale thabiti, isitikisike wala sivurugike wala sivunjike, basi hapo fasawfa tarani, utaniona. Utaambia jabali liko mbele yao lile pale, alafu nuru ya Mwenyezi Mungu ghafla inapiga tu kidogo, alafu jabali pale pale linapiga sauti kali na vurugika na madongo na mawe yanapukutika na anguka. Hebu niambie Musa atakuwa hali gani? Si lazima azimie hapo hapo. Akaanguka Musa akazimia, subhanallah. Kwa hivyo Musa alipotazama jabali na Mwenyezi Mungu alipotajalla Rabbul Izzati liljabal fanfajara aljabal, ikaripuka jabali ikapasuka dakkan wa kharra Musa alayhi wasalam sari'an, hapo kazimia saqa, ameanguka chini mughmiyan alayhi, amepoteza fahamu. Kakaa kwa muda katika ghaibuba, anafahamu mpaka alipozindukana. Afaqa Musa waqala subhanak tubtu ilayk wa ana awwalul mu'minin. Hebu tazama taabiri subhanak tubtu ilayk wa ana awwalul mu'minin. Hebu tujifundisheni maneno kama haya. Kisa kama hivi visa tunavyosoma tukasikia Mtume kasema nini katika kujuta, katika kuomba, katika kujikurubisha kwa Mola wake. Kama hivi lazima tuwe tunavihifadhi na tunavifanyia mazoezi kwa kuitamka kila mara. Subhanak tubtu ilayk wa ana awwalul mu'minin, sura Al-A'raf aya 143. Subhanak tubtu ilayk wa ana awwalul mu'minin, ewe uliotakasika nimetubu kwako na mimi wa mwanzo kukuamini. Maneno makubwa sana. Nini kasema? Subhanak, alafu nini? Tubtu ilaika, alafu nini? Wa ana awwalul mu'minin. Hebu tena subhanak tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Na kule kasema nini katika sura Al-Qasas? Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfir li. Alipomuua mtu kampiga ngumi moja tu akafa, fawakadhahu Musa fakhadha alayhi, ngumi moja ule mkipta aliyompiga. Karudi kwa Mola wake akasema nini? Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfir li, Mola nimedhulumu nafsi yangu faghfir li. Basi hapo jawabu imekuja hapo faghafara lahu. Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfir li, Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfir li. Mwenyezi Mungu akamjibu faghafara lahu. Na hapa anasema subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin. Hizi ni habari za Musa kidogo tumezungumza leo. وبهذا نكتفي والله أعلم.